Spika wa bunge atoa kauli Rais Samia anafanya kazi vizuri kuliko wanaume. Spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Tulia Ackson amesema Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan anaendelea kufanya kazi vizuri zaidi ya baadhi ya viongozi wa kiume, akieleza kuwa mafanikio yake ni ushahidi na uwezo mkubwa wa wanawake katika uongozi. Daktari Tulia Ackson ameyasema hayo alipohutubia kongamano la wanawake wa shirika la reli Tanzania TRC lililofanyika jijini Dar es Salaam, wakutanisha zaidi wanawake 1000 kutoka shirika hilo. Katika hotuba yake amewahamasisha wanawake walioko kwenye nafasi za maamuzi, ambapo Spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Tulia Ackson amewataka kutokuwa wanyonge kwa sababu ya jinsia yao na kuendelea kushiriki kikamilifu katika maendeleo ya taifa. Tulia Ackson ameendelea kuongea kuwa sasa Tanzania inashika nafasi ya 64 kati ya nchi 146 duniani katika ajenda ya maendeleo ya kijinsia na ipo miongoni mwa nchi 10 bora barani Afrika zinazofanya jitihada madhubuti za kufikia usawa wa kijinsia. Ni taarifa kutoka jijini Dar es Salaam. Hatimaye Spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Tulia Ackson amesema Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan anaendelea kufanya kazi vizuri zaidi ya baadhi ya viongozi wa kiume, akielezea kuwa mafanikio yake ni ushahidi wa kutosha na ni mkubwa kwa wanawake katika uongozi. Mahakama yatoa kauli kesi ya uhaini ya Tundu Lissu, upelelezi haujakamilika. Mahakama ya hakimu mkazi Kisutu imeutaka upande wa serikali kukamilisha upelelezi katika kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Antipas Lissu. Kesi ya uhaini imetajwa mbele ya hakimu mfawidhi Franco Kiswaga, ambaye ameahirisha kesi hiyo hadi Mei 19 mwaka 2025, huku akiutaka upande wa serikali kukamilisha upelelezi. Hapo awali wakili wa serikali mwandamizi Tawabu Isa alieleza mahakama hiyo kwamba shauri limekuja kwa ajili ya kutajwa na upelelezi haujakamilika, lakini pia mshtakiwa Tundu Antipas Lissu amegoma kushiriki kesi hiyo kwa njia ya mtandao kutokea gereza la Ukonga. Kwa upande wake Juma Mwaibako, ambaye ni mkuu wa gereza la Ukonga, amedai kuwa mtuhumiwa amekataa kusikiliza shauri hilo kwa njia ya mtandao. Madai ya kutokamilika kwa upelelezi yalipingwa vikali na jopo la mawakili wa utetezi wakiongozwa na Mpale Mpoki, aliyesema kwamba haoni sababu ya upelelezi kutokamilika kwa muda mrefu, takribani ni siku 27 sasa, ambapo nje ya mahakama wakili Lugemeleza Nshala, ambaye pia ni mwanasheria mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, ameeleza kuhusu mwenendo wa shauri hilo na kusema wanataka kuona upelelezi ukikamilika kwa haraka. Mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Antipas Lissu alifikishwa mahakamani hapo kwa mara ya kwanza Aprili 10 mwaka 2025, akikabiliwa na kesi 2 za jinai, ikiwemo uhaini na kuchapisha taarifa za uongo, ambapo alisomewa mbele ya mahakimu wawili tofauti. Ni taarifa kutoka jijini Dar es Salaam. Hatimaye mahakama ya hakimu mkazi Kisutu imeutaka upande wa serikali kukamilisha upelelezi katika kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Antipas Lissu. Hatimaye aliyemtishia Padri Kitima mtandaoni akamatwa na jeshi la polisi. Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam limemkamata na pia kumhoji kwa kina Frey Edward Kosea mwenye umri wa miaka 51, mkazi wa Dodoma na Mbezi Beach Makonde jijini Dar es Salaam, kufuatia chapisho lake la vitisho dhidi ya Padri Charles Kitima aliyolitoa kwenye mitandao ya kijamii siku chache kabla ya padri kupatwa na tukio. Akiongea jijini Dar es Salaam, kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam Muliro Jumanne Muliro amesema upelelezi wa shauri hilo unaendelea. Jeshi la polisi Tanzania linawashukuru wananchi, linatoa wito kuendelea kushirikiana ili kuimarisha mifumo ya usalama na kutoa fursa kwa wahalifu kutenda makosa. Katika ukurasa wake wa X, Frey Aprili 28 mwaka 2025 aliandika, mwambieni Kitima ipo siku ataingia kwenye 18, atoka asa au Tanzania, mwacheni ajifanye mwanasiasa, mfikishieni message, siku si nyingi atapata anachokitafuta, dawa yake iko jikoni,
atakuja kuozea jela. Ni taarifa kutoka jijini Dar es Salaam. Hatimaye jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam limemkamata na pia kumhoji kwa kina Frey Edward Kosea mwenye umri wa miaka 51, mkazi wa Dodoma na Mbezi Beach Makonde jijini Dar es Salaam, kufuatia chapisho lake la vitisho dhidi ya Padri Charles Kitima aliyolitoa kwenye mitandao ya kijamii siku chache kabla ya padri kupatwa na tukio. Zitto Kabwe kuchukua fomu ya kugombea ubunge Kigoma. Kiongozi mstaafu ACT Wazalendo Zitto Zuberi Kabwe amesema atachukua fomu ya kuomba ridhaa ya chama cha ACT Wazalendo kimteue kuwa mgombea jimbo la Kigoma mjini, ambapo akishachukua fomu ataongea pia na wananchi wa kata ya Bangu. Kupitia ukurasa wake wa X, Zitto Zuberi Kabwe ambaye amewahi kuwa mbunge kwa miaka 15 ameandika leo mchana na kutana na wazee wa mji wa Kigoma mjini kuomba baraka zao kabla ya kuchukua fomu kugombea ubunge jimbo la Kigoma mjini. Mungu akipenda nitachukua fomu na kuzungumza na wananchi katika kata ya Bangu. Ni taarifa kutoka Kigoma. Hatimaye kiongozi mstaafu wa ACT Wazalendo Zitto Zuberi Kabwe amesema atachukua fomu ya kuomba ridhaa chama cha ACT Wazalendo kimteue kuwa mgombea jimbo la Kigoma mjini, ambapo akishachukua fomu ataongea pia na wananchi wa kata ya Bangu. Sakata la kurushiwa kiatu Rais Ruto, watu watatu wakamatwa. Watu watatu wanashikiliwa na maafisa wa jeshi la polisi huko Kuria katika kaunti ya Migori nchini Kenya kwa tuhuma za kumrushia kiatu Rais wa Kenya William Ruto wakati akihutubia wakazi wa Keacha, ambapo afisa usalama ambaye jina lake halijatajwa amesema uchunguzi unaendelea na wanategemea kuwakamata wahusika wengine wa tukio hilo. Afisa huyo pia alisema uchunguzi wao umebaini kwamba tukio hilo lilichochewa na ugomvi wa kisiasa na pengine lilipangwa kabla ziara Rais wa Kenya William Ruto, ambapo mamlaka za uchunguzi na usalama wa taifa nchini Kenya zinachunguza mshukiwa mkuu wa tukio hilo kwa makini, ambaye ndiye atakayefanikisha uchunguzi mzima wa zoezi hilo. Tukio hilo la kushangaza lilitokea wakati Rais wa Kenya William Ruto akiwa katika ziara yake Migori, ambapo Rais Ruto alikuwa akihutubia wakulima wa Keacha katika hotuba iliyolenga kupunguza gharama za pembejeo kwa wakulima hao, ambapo katikati ya hotuba yake alirushiwa kiatu ambapo kilikwenda kumlenga kichwani na kisha kuahirisha hotuba hiyo. Hata hivyo, maafisa wa usalama nchini Kenya wenye jukumu la kumlinda Rais wa Kenya William Ruto walikimbia haraka jukwani na mkutano ukavurugika kwa dakika chache, ambapo baadhi ya wabunge walilaani tukio hilo wakisema mkutano unaahirishwa na maisha ya rais kwa usalama zaidi. Ni taarifa kutoka nchini Kenya. Hatimaye watu watatu wanashikiliwa na maafisa wa jeshi la polisi huko Kuria katika kaunti ya Migori nchini Kenya kwa tuhuma za kumrushia Rais wa Kenya William Ruto kiatu wakati akihutubia wakazi wa Keacha, ambapo afisa wa usalama ambaye jina lake alikutajwa amesema uchunguzi unaendelea na wanategemea kuwakamata wahusika wengine wa tukio zima. Bunge la Ulaya kujadili kesi ya Tundu Lissu. Bunge la Ulaya linatarajiwa kufanya mjadala wa dharura kujadili masuala ya kisiasa nchini Tanzania, wakilenga zaidi kujadili kwa kina kuhusu kesi ya mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Tundu Antipas Lissu na hatari ya hukumu yake iwapo atapatikana na hatia ya uhaini. Kwa mujibu wa taarifa iliyowekwa kwenye tovuti rasmi ya bunge hilo, mjadala wa bunge la Ulaya unatarajiwa kuanza Mei 8 mwaka 2025 kati ya saa 7 mchana hadi saa 4 usiku kwa saa za Ulaya. Baada ya mjadala huo, wabunge wa Ulaya wanaandaa na kupiga kura juu ya azimio maalum lenye rejea ya mwaka 2025 yenye nambari 2690 RSP Mei 8 mwaka 2025 kuhusu mjadala huo wa kesi inayomkabili mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Tundu Antipas Lissu. Tundu Antipas Lissu anakabiliwa na mashtaka mawili, ambapo moja ni la uchochezi na jingine ni la uhaini, ambalo adhabu yake ni kunyongwa, ambapo kesi yake inatarajiwa kuendelea tena kesho katika mahakama ya Kisutu. Ni taarifa kutoka jijini Dar es Salaam. Hatimaye bunge la Ulaya linatarajiwa kufanya mjadala wa dharura kujadili masuala ya kisiasa nchini Tanzania, wakilenga zaidi kujadili kwa kina kuhusu kesi ya mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Tundu Antipas Lissu na hatari ya hukumu yake iwapo atapatikana na hatia ya uhaini. Hatimaye mahakama yaamuru Tundu Lissu afikishwe mahakamani. Mahakama ya hakimu mkazi Kisutu
imeamuru mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Tundu Antipas Lissu afikishwe mahakamani hapo Mei 19 mwaka 2025 na mkuu wa gereza la huko. Mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Tundu Antipas Lissu anayekabiliwa na mashtaka matatu ya kuchapisha taarifa za uongo alishindwa kufikishwa mahakamani kutokana na hoja za upande wa jamhuri kwamba kesi hiyo isikilizwe kwa njia ya mtandao, huku Tundu Antipas Lissu naye akigomea kushiriki kesi hiyo kwa njia ya mtandao. Hatua hiyo inatokana na uamuzi wa hakimu mkazi mwandamizi Geoffrey Muhini ambaye ametupilia mbali hoja za upande wa jamhuri uliotaka kesi hiyo isikilizwe kwa njia ya mtandao kutokana na sababu mbalimbali. Katika uamuzi wake, hakimu Muhini amekubaliana na hoja za jopo la mawakili wa utetezi wakiongozwa na Mpale Mpoki ya kwamba shauri hilo lilipaswa kuendeshwa wakati mshtakiwa akiwepo mahakamani, kwani zipo baadhi nyaraka zinazotakiwa kusainiwa kwa sababu alitakiwa kusomewa maelezo ya awali PH. Nje ya mahakama, wakili Daktari Lugemeleza Nshala amesema kile kilichofanywa na mahakama kwamba kesi hii isikilizwe kwa njia ya mtandao ni sahihi, kanuni zinaruhusu, lakini akaendelea kusema kwamba mahakama hii haina mamlaka kuamuru magereza namna ya kukaa na mshtakiwa gerezani. Ni taarifa kutoka jijini Dar es Salaam. Hatimaye mahakama ya hakimu mkazi Kisutu imeamuru mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Tundu Antipas Lissu afikishwe mahakamani hapo Mei 19 mwaka 2025 na mkuu wa gereza la Ukonga.